Unatembea njiani unakuta genge la watu, ukifikiria ni waumini, ni watu ambao wanauheshimu mwezi wa Ramadhani, wamekaa wanajadiliana kuhusiana na mambo. Unashangaa unakutana na moshi wa bangi, mpaka hata wewe mwenyewe unajisahau, unasema una mimi imenipitia kidogo. Ndugu Waislamu, makundi ya watu hawa na wengine, sikilizeni ujumbe wa leo kwenu. Unasema in istata'tum 10 khisalin faf'alu ma shi'tum fi Ramadhan am kharij Ramadhan. Ninawaambia ya kuwa yoyote yule anayethubutu kufanya maasi ya ndani ya mwezi wa Ramadhani, masharti haya 10 ukiyaweza, basi ni ruhusa kwako kufanya jambo lolote unalolitaka. Ama ba'du, ikhwani fillahi, usikum wa iyaya bitaqwallahi jalla jalaluhu. على المرء أن يعرف أن الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك لأي الدار تختار. ndugu Waislamu wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni na kuihusia nafsi yangu kunako kumcha Allah jalla jalaluhu. Na ni lazima tufahamu ya kuwa hakika mauti ni mlango na watu wote wataingia kupitia mlango huo. Laiti ungelijua kuna makazi gani baada ya mlango huo. Baada ya mlango huo kuna makazi ya aina mbili. Baada ya mlango huo kuna makazi mema mazuri, ni ana ya kheri na ya pepo kwa yule ambaye aliyekuwa tayari kutenda matendo mema yenye kumridhisha Allah Mola wake. Lakini baada ya mlango huo yapo makazi mabaya ya shari na ya motoni kwa yule ambaye aliyekuwa tayari kumkera, kumuudhi na kwenda kinyume na Allah Mola wake. Hayo ndio makazi mawili tu kwa mtu, hana mtu makazi mengine yasiyokuwa moja ya mawili hayo. Itizame nafsi yako, iangalie nafsi yako ndugu yangu, ni makazi yapi itachagua. Ndugu Waislamu, maudhui ya hutuba yetu ya leo, kichwa chake cha habari kinasema masharti 10 ukiyaweza, basi ni ruhusa kufanya lolote ulitakalo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mambo 10 ukiyaweza, basi ni ruhusa kufanya starehe yoyote, kufanya dhambi yoyote, kufanya maasi yoyote ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ikhwani fillah, hadha shahru Ramadhan, shahru al-maghfirati wal-'itqi minan nar. Mwezi wa Ramadhani ndugu zangu ni mwezi wa maghfira na ni mwezi wa kuokolewa na moto. Naam, ni mwezi ambao ndani yake ndiyo imeteremshwa Qur'ani tukufu. Ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala milango ya pepo imekuwa wazi na imefunguliwa baada ya kuingia kwake. Ni mwezi ambao milango ya moto imeweza kufungwa. Ni mwezi ambao mashayatini wote wameweza kufungwa minyororo. Ni mwezi ambao malaika wa Allah huteremka. Lakini ni mwezi ambao Allah hushuka kwa ajili ya kuwasikiliza waja wake, Ni mwezi Allah subhanahu wa ta'ala rehma zake ziko wazi wazi kabisa, kama anavyosema Allah, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mie Mola wao, waambie kuwa hakika niko karibu na wao na ninajibu maombi kwa mwenye kuniomba. Lakini sharti falyastajibu li, na wanitikie mimi, wachane kabisa na mambo ya maasi na madhambi, wachane kabisa na yale ambayo nimeyakataza, waliyu'minu bi, na waniamini mimi. Wa ma'a dhalika nara an unasan la yazdaduna illa jur'atan ala al-ma'asi. Pamoja na hayo lakini bado kuna watu wanaendelea na kufanya maasi kama kawaida ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Waislamu, kipindi kama hiki ilipaswa tuzungumzie habari mbalimbali za fadhila za saumu, siri mbalimbali za mwezi huu wa Ramadhani. Lakini kwa kuwa bado tuko duniani na tunakuwa ni wenye kuyashuhudia yanayoendelea duniani na yale yanayotendeka na kufanyika ndani ya mwezi kama huu mtukufu kabisa.
Sasa leo ninataka kutuma meseji maalum kutoka hapa katika Masjid Ridha iliyopo Makoka, Ubungo, Dar es Salaam, Tanzania. Meseji hiyo iwaendee watu wote ulimwenguni, wale ambao hawana haya wala uoga wala wasiwasi wowote ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na kufanya maasi na madhambi mbalimbali. Sikiliza, wapo walevi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Naam, wapo watu bado mpaka sasa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani wanaendelea kupiga tungi. Kuna wengine wanapiga tungi, wanakunywa pombe zao hadharani kabisa bila wasiwasi wala uoga, na kuna wale ambao wanapiga usiku baada ya watu kufuturu. Naam, wapo walevi ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini wapo matipi, matapeli ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wapo watu bado wanaendelea mambo yao ya dhulma na kuwadhulumu watu ndani ya mwezi kama huu mtukufu. Lakini wapo wauza haram na wanunua haram ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, na wapo watu ambao ni wazinifu. Wapo wazinifu bado ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Kuna wale wazinifu ambao baada ya kuingia mwezi wa Ramadhani wakasema hapana, sasa ngoja tusitishe kidogo uzinifu wetu, wanaachana na wanapeana likizo, kisha baada ya Ramadhani kuisha wanarudi waendelee na uzinifu wao. Lakini kuna wale ambao baba anasema ni king'ang'anizi, mwanamke hataki kuondoka, anasema tuko pamoja. Sasa kwa kuwa yeye yupo, bado tunaendelea na uzinifu wetu, inakuwaje sasa kufunga? Hata kufunga hafungi. Naam, lakini wapo ambao wanafunga mchana na usiku wanaingia katika majumba ya uzinifu huku wakiwa wanaendelea na uzinifu. Lakini bado wapo washirikina wa Ramadhani, wapo wala riba ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, wapo wasengenyaji, wazee wa kula nyama za watu, wenye ndimi ndefu ambao watu hawasalimiki kutokana na ndimi zao na midomo yao ndani ya mwezi wa Ramadhani. Bado cha kushangaza zaidi, bado wakiwa ndani ya funga ya saumu, wapo wafitinishaji ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Ndugu Waislamu, kwanza kabisa ninataka nikuambia ya kuwa ndani ya mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi ambao wa nyongeza ya matendo, mwezi wa nyongeza ya amali. Yoyote yule ambaye atakayefanya kitendo kilichokuwa chema, yoyote yule atakayefanya amali ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, thawabu zake na malipo yake ni mengi na ni makubwa kuliko miezi ile ya kawaida, na kuliko miezi ya kawaida. Hivyo pia kadhalika wale ambao wazee wa madhambi na maasiya, dhambi utambue ya mwezi huu wa Ramadhani uzito wake ni mkubwa zaidi kuliko madhambi yale ambayo ya miezi ya kawaida. Wazee wa kuvuta bangi, unamkuta mtu, unatembea njiani, unakuta genge la watu, ukifikiria ni waumini, ni watu ambao wanauheshimu mwezi wa Ramadhani, wamekaa wanajadiliana kuhusiana na mambo mbalimbali mengine, unashangaa unakutana na moshi wa bangi, mpaka hata mwenyewe unajisahau, unasema na mimi imenipitia kidogo. Sasa sikiliza, moshi na pafu moja anayoivuta mtu ya bangi inakaa katika kichwa cha mtu kwa muda wa siku 40, kwa muda wa siku 40. Sasa hebu tupige hesabu siku 40, maana yake ni kwamba kila siku moja, mfano mathalani unapata dhambi moja, kwa muda wa siku 40 utakuwa una madhambi 40. Huo ni mfano na utoa mimi kama mimi. Sasa angalia, ndani ya mwezi huu wa Ramadhani dhambi moja umeifanya, maana yake dhambi moja hiyo unazidishiwa mara 10. Maana kama ulikuwa unapata dhambi moja zitakuwa ni 10 maana yake. Sasa kama ni 10, pafu moja ulioifanya, ulioivuta ya bangi ambayo ilipaswa upate madhambi 40 mathalani, zidisha mara 10 ni 400. Hiyo ni pafu moja. Sikwambii ukapiga 10, 20, ukapiga 3, 5, 10, 20 na kuendelea, utakuwa una madhambi namna gani, kiasi gani? Ndugu Waislamu, makundi ya watu hawa na wengine, sikilizeni ujumbe wa leo kwenu, unasema in istata'tum 10 khisalin faf'alu ma shi'tum fi Ramadhan am kharij Ramadhan. Ninawaambia ya kuwa yoyote yule anayethubutu kufanya maasi ndani ya mwezi wa Ramadhani, ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, masharti haya 10 ukiyaweza, masharti haya 10 ukiyaweza,
basi ni ruhusa kwako kufanya jambo lolote unalolitaka. Ni fursa kufanya jambo lolote lile ambalo unalolitaka. Awalan, jambo la kwanza kabisa, idha aradta an ta'si Allah fakhruj min ardhihi. Kidume, ikiwa unataka kufanya madhambi yako, unataka kufanya maasi yako, basi toka katika ardhi ya Allah jalla jalaluhu. Allah anasema katika sura ya pili Ali Imran 189, walillahi mulku samawati wal ardh, ni wake yeye Allah ufalume wa mbinguni na ardhini. Sasa ikiwa Allah yeye ni mfalume na ndio mmiliki wa ardhi, na ardhi hiyo ni ya kwake, na wewe ndio unafanya maasi, ndio unafanya mambo yako ya hovyo, toka katika ardhi hiyo, nenda katafute ardhi yako ambayo sio ardhi hiyo ya Allah. Sharti hii ukiiweza baba, fanya utakavyo. Jambo na sharti la pili, la taakul min rizqihi, usile kabisa katika riziki yake Allah jalla jalaluhu. Ikiwa Allah anasema ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, hakuna kiumbe yoyote juu ya mgongo wa ardhi isipokuwa kiumbe huyo ana riziki yake kwa Allah jalla jalaluhu. Sasa basi, achana na riziki ya Allah, usile riziki ya Allah, nenda katafute riziki yako wewe kama wewe, uitumie kama utaweza. Sharti hiyo basi ni ruhusa kufanya ushenzi na jambo lako la maasi na madhambi ndani ya mwezi kama huu. Jambo la tatu, ibhath an makani la yaraka Allah fihi, tafuta mahala ambapo Allah hatakuona, tafuta sehemu ambayo Allah hakuoni. Katika Qur'ani Allah anasema inna Allaha kana alaykum raqiba, hakika Allah ni raqib, mwenye kufatilizia na kuwafatiliza kila mahala Allah anakufatilizieni nyinyi. Sasa wewe tafuta sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuoni, fanya madhambi yako na maasi yako ndani ya mwezi huu. Lakini sharti ya nne, idha jaaka malakul mauti famna'uhu, malaika wa mauti Israeli mtoa roho atakapokujia wewe, siku ndio anakuja sasa, anataka achukue roho yako, anataka uondoke katika ulimwengu, mzuie, mweke makonzi na makofi, umwambie ukileta shobo ninakuja kukupasua, aondoke aende kwa Allah, mwambie jamaa kakasirika, jamaa kantia konzi, anasema hataki na roho yake, anabaki na roho yake, hataki aondoke ulimwenguni. Kama utaweza hilo jambo, utaweza kudhibiti malaika wa kutoa roho, basi ni ruhusa baba kufanya jambo utakalo. Kiwa Allah anasema fa idha jaa ajaluhum la yastaakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, mtu muda wake wa kuondoka duniani ukifika, basi hacheleweshi hata sekunde moja. Sasa wewe akija zuia. Sharti ya tano, fil qabr, mwanadamu anapokuwa amezikwa kaburini, ameingizwa katika mwanandani, watu wamemfukia, Allah anatuma malaika wawili Munkar na Nakir, wanakuja pale katika kaburi lake. Akija anakuuliza maswali, man rabbuka, ni nani mola wako, ni nani mola wako, ni nani kiongozi wako, ni nani mtume wako, imamu wako, ni nani ndugu zako, ma ikhwanuka, ma qiblatuka. Atakuuliza maswali mbalimbali na unapaswa uyajibu maswali hayo. Sasa akija wazuie, waambie yoyote yule asinisogelee mbele yangu. Kama utaweza sharti hiyo, basi juu yako baba kufanya utakalo. Lakini sharti ya sita, ndugu yangu Muislamu, Allah katika surati Zumar 39 Allah anasema wa nufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardh. Allah anasema itafikia siku litapulizwa baragumu hilo litakapopulizwa watazimia viumbe wote waliopo mbinguni na ardhi. Sasa siku hii ikifika, kitu cha kufanya wewe kwako fanyaje? Inda nafkhi fi suri aghliq udhunaika, ziba masikio yako kwa vidole vyako. Kisha baada ya hapo litakapopulizwa ule ukelele usiusikie. Watu watakapozimia, wewe mwamba toa sasa vizibo hivyo ulivyoziba masikio yako, kisha uendelee kusurvive katika ulimwengu. Ukiweza jambo hilo, basi kama utaweza hilo jambo na hilo sharti, basi ruhusa kufanya jambo lolote lile ambalo unalolitaka katika ulimwengu, katika mwezi wa Ramadhani na katika miezi mingine pia. Lakini jambo la saba, siku ya kiyama watu watapimwa matendo yao katika mizani. Sasa siku hiyo
Mizani yako itakapokuwa imejaa madhambi, basi toa yale madhambi, yaweke pembeni, kisha tafuta popote thawabu zilipo. Unaiba, unanyang'anya, unafanyaje, ujazie pale, kisha mizani yako iwe imejaa thawabu, uweze kwenda peponi. Ukiweza sharti hiyo, basi ni ruhusa kufanya lolote lile unalolitaka. Khudh kitabaka biyaminika wa anta musir. Lakini tunaambiwa ndani ya Qur'ani tukufu, siku ya Kiyama watu watapewa vitabu vyao vya amali na matendo kwa mikono ya kulia. Kwa mikono ya kulia. Wapo watu ambao watapewa vitabu vyao kwa mikono ya kulia, kwa mkono wa kulia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ima wale ambao watakaopewa kitabu chake chao kwa mkono wake wa kulia. Sasa siku hiyo wewe, na kuna ambao watakaopewa kwa mkono wa kushoto. Naam, kwa mkono wa kushoto, nyuma ya mgongo wao. Anasema wa amma man utiya kitabahu wara dhahri. Wapo ambao watakaopewa kitabu chao kwa mkono wa kushoto. Na katika surati Haka akasema wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabia. Mkono wa kushoto wenyewe sio hivi kama ilivyokuwa kawaida. Katika surati Haka anasema kwamba, katika surati Shiqaq anasema nyuma ya migongo yao, wanavyoni wanatuambia, yani mkono utaingizwa, utatobolewa katika tumbo lako, utatokea nyuma huko kwenye mgongo. Kwa mkono wa kushoto ndio unapokea kitabu chako. Waovu hao. Sasa siku hiyo, kama utaweza hiki kisanga cha siku hiyo, mtihani huu kama utauweza, basi kataa uambie yoyote yule atakayeleta shobo kunipa kitabu na mkono wake wa kushoto, ninamweka mbata. Chukua judo za kutosha, chukua mazoezi ya kutosha, piga jemo za kutosha, ili siku hiyo ukapambane na hawa wamba, upewe kwa mkono wa kulia kitabu chako. Lakini sharti ya 10, iburi sirata bidhunubik. Siku ya Kiyama watu watafufuliwa katika uwanja wa mahshar, katika uwanja wa kufufuliwa, wa kukusanywa kwa pamoja. Watu watafufuliwa wote hapo, kisha baada ya kufufuliwa wote hapo, watapita wote, kila mmoja atapita, na tutapelekwa katika uwanja wa hisabu. Sasa kutoka katika uwanja wa kufufuliwa kwenda katika uwanja wa hisabu, hapa pana daraja ambalo katika daraja hilo kila mmoja atapita. Sasa katika lilo daraja tunaambiwa daraja hilo ni nyembamba kama unywele na ina makali kuliko hata kiwembe. Watapita hapo watu wote kwa ajili ya kwenda kuchukua hisabu zao. Sasa ndani ya daraja, katika daraja hili chini yake ni mashimo ya moto. Wapo ambao watakaofaulu, wale wafungaji, wale watendaji wema, wale ambao waliokuwa wema duniani, wale ambao walikuwa wakimtia Allah duniani, hawakufanya mambo ya hovyo duniani, watapita hapo kwa maajabu yake Allah jalla jalaluhu. Lakini wale sasa wazee wa maasi na maovu na madhambi, maana yake watapita na wataanguka pale, hawataweza kupita. Sasa siku hiyo, kama wewe utakuwa una ubavu ndugu yangu kuweza kujipitisha hapo na madhambi yako, basi katika dunia hii wewe survive unavyotaka. Vuka mipaka ambayo Allah amekuwekea, Allah amekukataza kuivuka, wewe ipite tu. Ikhwani fillah, ahbaba rasulillah sallallahu alayhi wasallam, dhukira min as-salihin anna shaban kana yusiru ala al-maasi faqala lahu alim in asita Allah fala taskun ardhahu wala taakulu min rizqihi. Katika wema waliopita, kijana mmoja ambaye alikuwa amejikita katika madhambi, alikuwa mfanyaji wa madhambi kupindukia, akapita mbele ya mwana wa chuoni, akaitwa. Mwana wa chuoni huyo akawa ni mwenye kumwelezea maneno mazito kabisa, akamwambia, ikiwa unamwasi Allah katika ardhi yake, basi toka kabisa katika ardhi yake Allah, nenda katafute ardhi ambayo sio ardhi yake Allah jalla jalaluhu. Wala taakulu min rizqihi, wala usile katika riziki yake Allah. Tafuta riziki yako wewe kama wewe, usitumie riziki yake Allah. Sikiliza, kijana huyo fabaka waqala kaifa af'alu dhalika wa kullu shay'in lah. Akalia, maneno haya yakamgusa, yakampata, akasema, vipi mimi sasa nitaweza kufanyaje mimi ikiwa ardhi yake ya Allah, kila kitu ni cha kwake Allah jalla fi ula. Mwanachuoni akamwambia, sasa kama unalitambua hilo, fastahi minhu, mwogope Allah, lakini muonee haya Allah jalla jalaluhu.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد إخواني في الله أوصيكم مرة ثانية وأوصي نفسي المقصرة في تقوى الله حق جل جلاله، وأسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا، أن يجعلنا من المتقين، وأن يحفظنا من بين أيدينا وأن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ به أن نختار من تحتنا إنه على كل شيء قدير. Ndugu Waislamu, ninarudi tena kwenu kwa mara ya pili kupata kukuhusieni, pamoja na kuihusia nafsi yangu yenye mapungufu chungu nzima katika kuitekeleza amri ya Mola wangu, na ninamwomba Allah jalla jalalu atupambe kwa uchamungu wa hali ya juu. Namwomba Allah atuhifadhi mbele yetu, nyuma yetu, kushotoni kwetu, kuliani kwetu, juu yetu na mpaka chini ya nyayo zetu, kwani hakika yeye Allah ni mweza juu ya kila kitu. Ikhwani fillah, ahbaba rasulillah sallallahu alayhi wasallam, raqima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah. Amepata hasara ndugu zangu, na amepata madhambi na amelaaniwa mtu ambaye amefikiwa na Ramadhani kisha Ramadhani ikaondoka bila kusamehewa mtu huyo. Fattaqullaha fi ramadhana fa innahu shahrun qad yakunu akhira ramadhana fi hayatika. Mwogopeni Allah, mcheni Allah, mche Allah katika mwezi huu wa Ramadhani, kwani huenda Ramadhani hii ikawa ni Ramadhani ya mwisho kabisa kwako. Ikhwani fillah, idha lam tastata an takhruja min mulkihi Allah jalla jalaluhu wala an tamna'a rizqahu wala an tahruba min nadharihi fattaqullaha fi ramadhana. Ikiwa huwezi kutoka kabisa katika miliki yake Allah jalla fi'ala, na ikiwa huwezi kabisa kuzuia riziki zake Allah jalla jalaluhu, na ikiwa huwezi kuzikimbia na kukimbia uangalifu wake Allah jalla jalaluhu, basi mwogope Allah na mche Allah katika mwezi huu wa Ramadhani. Ndugu Waislamu, Allah anatutaka tuwe wacha Mungu ndani ya Qur'ani kwa funga ya Ramadhani, kwa funga ya mwezi wa Ramadhani, na tuachane kabisa kabisa na maasi. Katika sura ya pili Allah anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yenye mlioamini, kumwamini Allah jalla jalalu, mkaamini ukweli wa kumwamini yeye Allah, mkaachana kabisa na mambo ambayo Allah ameyakataza kuyafanya, mmefaradhishiwa funga juu yenu. Funga hii imekuja inataka sisi tufike katika hatua fulani. Allah anasema, nimekufaradhishieni funga ya Ramadhani kama mlivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu. Lengo kubwa ili muweze kufika katika uchamungu, kufika katika daraja la uchamungu. Kwa hiyo Ramadhani ikiondoka, ni matarajio ya kuwa waumini na wachamungu waliomwamini Allah, waliotajwa ndani ya Qur'ani tukufu, sigha ya watu waliomwamini Allah ukweli wa kumwamini, wabadilike na wawe wachamungu. Mambo yale ya hovyo wasiwe ni wenye kurudiana nayo tena. Ikhwani fillah, Ramadhanu ayamu maadudatun, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao masiku yake ni masiku machache mno. Idha dhahaba la yaudu, yatakapoondoka masiku ya hayo hayawezi kurudi tena, na yanapoondoka masiku hayo maana yake hayarudi nyuma. Ramadhanu fursatun qad la tatakarraru, Ramadhanu fursatun qad la tatakarraru, ni fursa, mwezi wa Ramadhani fursa ambayo ndugu yangu haitegemewi, na huenda fursa hiyo isijirudie tena. Mwisho kabisa ninasema, kam min insani sama maana Ramadhanul madhi wa huwa al-yawma tahta at-turab, ni wangapi katika watu ambao tulifunga nao Ramadhani zilizopita na leo hii wako chini ya ardhi. Wa kam min qalbin kana yadhahaku fi Ramadhan wa huwa al-yawma yus'alu fi al-qabri, na ni nyoyo ngapi za watu zilizokuwa zikicheka na kucheza na kufanya mambo ya hovyo pindipo inapoingia Ramadhani, na leo hii wanaulizwa maswali makaburini. Sikiliza siri iliyopo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndugu yangu. Katika hadithi iliyokuwa sahihi
ambayo ameithibitisha al-Imamu Bukhari na Muslim, hadithi nambari 1899 kitabu cha Bukhari, lakini Muslim kwa nambari 1079. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha jaa ramadhana futihat abwabul jannati wa khuliqat abwabun nari, Ramadhani inapoingia milango ya motoni ya moto hufungwa na milango ya pepo hufunguliwa. Sasa fala tughliqu abwabal jannati bimaasiyakum, chonde jamani, msifunge milango ya pepo ambayo imefunguliwa baada ya kuingia kwa Ramadhani kwa sababu ya maasi yenu. Wala taftahu abwaban nari bidhunubikum, chonde jamani, tahadharini jamani, tafadhalini jamani, milango ya moto ambayo imeweza kufungwa baada ya kuingia kwa Ramadhani msifungue kwa sababu ya madhambi yenu. Ittaqullaha fi ramadhana fa innahu rubbama yakunu akhir ramadhana fi hayatikum. Mcheni Allah ndani ya mwezi wa Ramadhani, mwogopeni Allah ndani ya mwezi wa Ramadhani, msikaribie kabisa mambo ambayo ni yenye kumkasirisha Allah jalla jalalu, kwani hakika huenda mwezi na Ramadhani hii ikawa ni Ramadhani ya mwisho katika uhai wenu. Tunamwomba Allah jalla jalalu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.